Kawaida chanzo cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni za uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambayo yanapatikana kwenye hicho chanzo kutokana na sumu ambazo zinaweza kupatikana kwa hizo chemicals ambazo wanatumia katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili tuhakikishe kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Mpaka sasa hajaathirika kwenye uzalishaji wa maji kwenye bwawa la Mindu. Hiyo ni muhimu sana kwanza kufahamu. Pamoja na kwamba mchanga upo, lakini sehemu ya mchanga ni ndogo sana kuweza kuathiri uzalishaji wa maji. Kwa hiyo ni muhimu tufahamu hilo. Lakini la pili, tunaenda kufanya kazi ya kubwa ya kuinua tuta la Mindu. Tuta la bwawa tutaongeza ile tuta kwa mita 2.5. Sasa wakati mkandarasi anafanya kazi hiyo, kazi nyingine atakayofanya ni kusafisha ile bwawa. Kwa hiyo kazi hiyo itafanyika. Kwa sasa mpaka sasa hatujaathiriwa na tuoni kama kwa karibuni naweza kuathiriwa na uwepo wa mchanga kwenye bwawa. Kadhalika tumeanzisha kama njia mbadala ya wanajamii wanaoishi kwenye vyanzo vya maji kuwa na shughuli ambazo haziathiri vyanzo vyetu vya maji. Tumekuwa tukihamasisha elimu ya kilimo cha kulima mikarafuu ambayo inaonekana inaweza ikamea na ikawa ni njia mbadala ya jamii kutumia kama chanzo cha mapato na kuacha kushughulika kwenye vyanzo vyetu vya maji. Hali kadhalika shughuli mbalimbali kwa maana ya kutoa elimu na upandaji wa miti ambayo tunahisi ni hifadhi pia kwenye vyanzo vyetu vya maji. Mbali na hivyo, tuna changamoto ya shughuli za kijamii ambazo zimeendelea kukumba maeneo ya vyanzo vya maji, hasa ukilinganisha shughuli za ufyatuaji wa tofali, uchenjuaji wa madini kwenye mito na shughuli mbalimbali za kilimo ambazo zimekuwa zikifuata hasa maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa kutambua hilo, kama taasisi tumeendelea kuwa na doria ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba shughuli hizi zinaweza zikapungua na jamii ikashiriki kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwenye mkoa wa Morogoro kwa jumla tunavyo vijiji 685 na katika vijiji hivyo tayari kufikishia huduma ya maji vijiji 608. Bado tuna vijiji 77 ambavyo havijapata huduma. Jitihada za serikali zinaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikishiwa huduma ya maji katika maeneo yao. Tayari tunaendelea na miradi 42 kwenye mkoa wa Morogoro yenye jumla ya thamani ya bilioni 110. Kwa miradi hiyo yote ni mategemeo yetu kwamba inaenda kukava asilimia kubwa ya vijiji ambavyo hatujavifikia, tunaenda kuvifikia, lakini pia kuendeleza usambazaji wa maji kwenye maeneo mbalimbali ambayo hayajafikiwa. Asilimia ya upatikanaji maji ni 70% kwa sasa, 70.96. Lakini miradi yote ambayo tumeisikia hapa inaendelea, ukiwemo hapa manispaa kule vijijini, itakapokamilika yote kwa pamoja, tunaenda kufikia zaidi ya 92% ya upatikanaji wa maji kwenye mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo serikali bado inaendelea kuwekeza jitihada na tuna imani maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25-2030 tutayatimiza kwa wakati. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.